Lakini leo taarifa ama ripoti hizi zinatoka hapa Lock City Mwanza. Kaka Somba kwema? Kama kawaida. Shwari afya? Uko fiti? Niko fiti kabisa. Kenya wanasemaga uko fiti, yani uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Lete maneno. Bwana afisa habari wa Simba Sports Club kwa maana ya Ahmed Ally, nadhani umeona kwenye mitandao anarushiana maneno na Hansi Raphael. Kwanza tuanzie kwenye usawa. Ni sawa kwa wao kurushiana maneno ikiwa ni wadau wa soka wanaotegemewa hapa Tanzania? Unajua maneno hayakatazwi, ila kuingiana maongoni ndio inakuwa ni changamoto. Lakini kila mtu anatetea nafasi yake kwa wale wawili. Huyu anatetea nafasi yake katika kituo, yule anatetea nafasi yake katika taasisi yake ambayo anaifanyia kazi. Nimeangalia mijadala yote na nimeangalia hata ile mahojiano ama interview ambayo amefanyiwa Ahmed Ally kwa njia ya simu, na alikuwa akipigania brand ya timu yake. Baada ya pale tunaanza kuona yani watu wanatoka tena kwenye issue ya mchezaji, wanaingia kwenye issue binafsi kwamba kama wewe ndio mwandishi wa habari basi taaluma yenyewe iko mahututi. Mwingine anambia wewe ndio jasusi mwenyewe, kwa maana kwamba tutajie timu yako, wewe mbona timu fulani unafanya kazi huku. Kwanza mimi hapa binafsi naamini sana kwenye performance. Yani haijalishi wewe ni timu gani, ila kama performance yako nzuri, watu wanafanya kazi nawe bila shida. Kuna watu wametoka kwenye benki A ameenda kwenye benki B na walikuwa washindani na mtu anafanya kazi. Mtu katoka kwenye kampuni kubwa ya kinywaji, alikuwa labda kiongozi mzuri, watu wamevutiwa na utendaji wake, kaenda sehemu nyingine. Kuna miongoni mwa wachekeshaji wakubwa Tanzania, alikuwa balozi katika moja ya mtandao wa simu, amehama huko ameenda kwingine. Kwa hiyo watu wanaangalia kile ambacho unakitoa, lakini watu hawaangalii nini kilichomo kwenye nafsi yako, kwa sababu watu wanasema moyo wa mtu kichaka. Inawezekana mimi nasema da wanangu nakubali nyie, lakini mkiondoka wana lolote wale magumashi tu, interview zenyewe mara usiku tunastukizana, unajua yani kutafutiana mwanga mwingi kutafutiana makosa. Lakini turudi kwa moja moja. Mwanetu wa kwenye media, yule mchambuzi anafanya vizuri, ni miongoni mwa kizazi hiki chetu sisi cha sasa, anafanya kazi nzuri sana. Na hata ukitazama namna ambavyo ikija nyakati za usajili, taarifa nyingi ambazo anazitoa, wengine wanapita nazo, zinakuja kuwa kweli, na hata kama zikiwa tofauti basi ni chache sana. Kwa tumpongeze kwa kile ambacho anachokifanya. Kwa Ahmed Ally pia anatetea nafasi yake miongoni mwa wasemaji bora ama mameneja habari na mawasiliano bora kwa kizazi chetu. Ahmed Ally ameleta kispika kilikuwa hamna. Ahmed Ally ameleta hamasa kulikuwa hamna. Ahmed Ally ni miongoni mwa maafisa habari ambao mimi nilimshuhudia kwa macho yangu hapa Kirumba, amefungwa goli 1-0 na Yanga katika kombe hili la kipindi kile ilikuwa CRDB, kilikuwa Azam Sports Federation. Baadaye kaja ka CRDB. Sasa kipindi kile Azam Sports Federation, bao la Faisal Salum wakati yupo Yanga anamfunga golini, amekaa Beno kama sisahau. Pale uwanjani mimi nimempelekea mic na kamera, hakukataa. Yani pale hata hajashuka, anambia bwana vipi mmepelekewa pumzi ya moto? Hapana hatujapelekewa, mpaka kama unaona kama mtu anatetemeka. Kama ile finali ya Barcelona na Manchester, Sir Alex Ferguson anapigwa mbungi mpaka bigijia itafuniki. Umenielewa? Mtu katika hali ile unampelekea kamera anakubali kuongea. Yani mheshimu sana huyo mtu. Yani ni mtu ambaye ametoka huku, anajua changamoto zetu, anajua changamoto za kutafuta story. Kwa hiyo binafsi Ahmed Ally kwanza PR anaijua kuifanya. Ni kiunganishi mzuri wa taasisi na jamii. Sasa kitendo cha kuingiana maongoni si busara sana, kwa sababu sisi wanahabari kazi yetu kuhabarisha. Nilimsikia mkongwe ambaye anafanya naye kazi na ni miongoni mwa watu ambao mimi kwa mdogo na watazama, legendary, mjomba wangu Edo Kumwembe, alishauri vijana inabidi mdili na dakika 90 nje ya hapo, acheni, yani nje hapo mtatoka kwenye misingi. Ile kauli yake ndo tunaiona leo. Yani unapoacha dakika 90 ukimshambulia mtu hawezi kunyamaza, na yeye atakujibu kwamba kama wewe ndo mwandishi basi tasnia iko mahututi, na wewe huwezi kukubali, utasema bwana wewe tutajie timu yako, vitu ambavyo havi make sense. Na
mzizi wa haya mambo, turudi tu tukubali, tujadili mpira, tusijadili watu. Ndio maana unapomjadili mtu si unashambulia tu, unatafuta madhaifu, mfupi wewe, sijui mshamba, umetoka mkoani, yani vyovyote vile wewe una chochote unachokijua, unatembelea gari moja, si nini, familia yako imekushinda, unajadili issue. Kwa maana unamjadili mtu au jadili issue, lakini issue bwana, huyu mchezaji inasemekana na mapenzi na timu fulani. Kibongo bongo kutaja haya mambo kidogo inaweza ikawa shida. Nimeona mfano wake, amewataja kina Modric, kina Smith, amewataja kina Cole Palmer. Hiyo ni Ulaya. Wayne Rooney alishawahi kusema kwamba mimi ni shabiki wa Everton na Wayne Rooney anacheza wapi? Manchester. Na kila mtu anajua, wala sio shida. Ila kibongo bongo ni ngumu. Tuliona kuna siku Dennis Nkane alisema anamkubali Maxim pia Nzingeli. Kilichokuja kutokea kwa maana Chasambi, kumradhi, tuliona Chasambi alisema anamkubali Maxim pia Nzingeli. Baada ya pale mashabiki walihamaki, wewe vipi unacheza Simba unamkubali Maxim? Mambo yakawa mengi. Umeelewa? So hivi vitu ni ngumu sana kuvileta kutoka Ulaya kuvileta Bongo. Kwa maana kwamba mbona Ulaya iko hivi na hivi na hivi? Huku ni soka letu kivyetu vyetu bro. Ilishaye kupigwa mbungi, mpira umeingia wavuni, mwamuzi anakuambia kona. Umeelewa? Sitaki kuambia ni timu gani, ilikuwa kwa Mkapa pale. Mtu unajua sasa imekwaje kama kona imepenyaje ikaingia wavuni. Umeelewa? Yaani hivyo, yani sisi huku tuna soka letu. Ndio maana mameneja na wasemaji wanakuwa wana nguvu sana. Wewe ukasikia sijui msemaji wa Chelsea, sijui msemaji wa Madrid. Wapo hivyo vitengo vya media officers vipo, lakini kwetu sisi wale watu wana influence kubwa. Ndio maana akija kwenye event watu wanaiona taasisi. Akija Mediali unaiona Simba, akija Alikama umeiona Yanga. Sasa tuangalie sana, yani hivi vitumbua vya wenzetu tukivitilia mchanga, watu wana familia zao unajua. Ndio maana mtu anasema na mimi wewe sikuachi. Bodi ya ligi waliwahi kutoa semina kwetu sisi wanahabari. Miongoni mwa vitu vikubwa ambavyo mimi nilifurahishwa navyo kwamba tuliambiwa waandishi tuache hii tabia ya kusema kwamba mchezaji fulani asipocheza timu fulani mimi naacha kazi. Haifai, tunatoka kwenye misingi. Lakini zikija zile semina tunaenda akina sie wanangu nyie online, wengine wanakacha hawaendi, kuna madini pale. Umenielewa? Tunaona kabisa, tutasikia mchezaji fulani lazima aende timu fulani, asipoenda mimi kuanzia leo naacha kazi. Yule mchezaji aendi, kazi utaacha. Jua linawaka kuanzia angani mpaka mfukoni. Dar es Salaam ni pagumu. So hizi mambo hazipendezi. Mwanetu anachokifanya kwenye uchambuzi wake, asimame kwenye misingi yake. Ahmed pia ajue kwamba sisi ni generation mpya, japokuwa wote ni kizazi sawa, lakini kuna muda inabidi naye mwenyewe achuje kwamba bwana vijana wanakuja, awe na kifua. Kweli mengine anaweza akamgusa akapotezea, kwa sababu uwezi ukajibu kila kitu. Mwisho wa siku mna mechi na Stade Malien, unaacha kufocus na mechi, unaenda kufocus na mtu ambaye hasaidii kitu chochote. Mambo za mtu kutumwa kutokutumwa si nzuri sana. Kama ipo hiyo mimi sifahamu, lakini natamani sisi tudili zaidi na dakika 90, namna ambavyo kama tunaijadili Simba imeimprove vipi, maingizo mapya kina Aura, kina Gweye, kina sijui Bajabeli ambao kama tunasikia umetoa kwenye mfumo, wapo akina Neo Maema, akina Rushaini. Tujadili mpira kuliko kujadili watu zaidi. Somba, ukiachilia hilo kwenye hilo sakata, tumeona afisa habari wa Yanga Alikamwe pia na comment yake pale. Aliandika kwenye post ya Hansi akibisha niite, lakini pia meneja wa digital wa Young Africans Privadinho naye alikuwepo mule. Baadhi ya wadau wakahoji kwamba kwa nini kwenye mapambano ya Hansi dhidi ya mtu fulani viongozi wa Yanga itokea ikiwemo afisa habari anakuwepo mule. Kuna namna watu wanaunganisha doti, ni sawa? Bwana, kuna vitu viwili hapo. Cha kwanza ujue Simba na Yanga, yani Simba hawezi kufurahia jema la Yanga, Yanga hawezi kufurahia jema la Simba. Hapo utani umeingia, hilo la kwanza. Jambo la pili, sasa inaenda kusimika mizizi kwamba mwana anamuita jasusi, ndo aloanzisha issue ya ujasusi. Basi kweli Ahmed Ally jasusi? Kweli Ahmed Ally anavujisha siri za Simba? Kitu ambacho sio kweli. Ila watu watasema kweli kwa sababu hawa watu wa Yanga nao wamekuja kutia mikono yao humu. Yani inawezekana
Uswahilini watu wanasema msiwape watu na faida, ile neno ni pana. Unaweza kuwa unagombana na ndugu zako, mnaenda nje, pumbavu, mna akili, kesho mtanijua mimi nani, mtanitambua. Mtu anaweza akafanya yake, ubaya ukapewa wewe. Umenielewa hapo? Yaani kile kitendo ambacho akibisha niite. Sasa watu wanaweza kaunganisha doti, kumbe Ahmed Ally ndio jasusi. Kumbe sio jasusi na hakuna ushahidi kama Ahmed Ally jasusi. Kwa hiyo mara nyingi kwa maana hiyo kuna namna Hansi amekosea kusema au tuseme wewe ndio jasusi mwenyewe. Andiko hilo nililiona pia kwa Hansi. Nimeona hiyo sentensi. Mimi nadhani mtu ukisema hivi unaambatanisha na ushahidi. Bwana wewe ndio jasusi, messages hapa au picha hizi na video hizi unavujisha mifumo kweli. Kama hakuna basi zitakuwa ni soga za kijiweni tu. Kwa sababu yani katika watu mimi nawaheshimu na nawakubali Ahmed Ally, yani miongoni mwa maafisa habari ambao wanatumia sana akili kwenye kazi, wanatumia sana maarifa na wana mahusiano mazuri na waandishi wengi. Sitaki kuwadharau wengine, lakini mimi ukinitajia kwa kizazi chetu mameneja habari bora, mimi nitakwambia wa kwanza Ahmed Ally, wa pili Ahmed Ally, wa tatu Ahmed Ally, wanaofuatia wanakuja wengine. Tumfirini Ahmed Manara. Ndio. Tumalizie na hili Somba. Hivi karibuni kumekuwepo na timu kwa wachambuzi. Wako baadhi ya wachambuzi moja kwa moja wanakuwa wanauiunga mkono Simba. Walimtolea mfano Wilson Oluma ambaye tayari amewahi kugombana na baadhi ya watu wa mitandao ya Young Africans. Lakini pia kwa hili linaloendelea kwa Simba na Hansi Raphael kwa maana kutoka kwa Ahmed Ally, ni kama tunakuelekea ni kujigawa kwa wachambuzi. Kuna uhatari unakuja mkubwa zaidi. Hatari ipo Bongo, lakini sio kwa wenzetu. Utakuta wakina Rio Ferdinand wakwambia mimi mwaka huu Manchester inachukua UEFA, hamna kitu mtanambia. Lakini ukiangalia mbona hamna timu ya kuchukua UEFA. Maana wakina Townsend kule Ulaya, umeelewa? Wachambuzi wakina Jamie Carragher akwambia bwana hamna mtachotuambia, lazima sisi tuchukue ubingwa. Na pale pale kwenye uchambuzi imepigwa bao, watu wanainuka wanashangilia. Ulaya hiyo. Wazungu wamenyooka kuanzia kwenye kila kitu. Hawana kona kwenye mpira bwana wewe, hamna uchambuzi, kila kitu amenyoka. Kuna siku Gattuso kwenye paneli alienda kuhojiwa, amemchana mchambuzi, wewe sikukubali, wewe mpira umecheza afu unaongea sana kuliko vitendo, yani wewe unakosea sana, watu wanawapa watu mikono kamkataa. Jina nimemsahau mchambuzi. Wazungu wana hizi kona. Lakini sasa sisi kibongo bongo tunatakiwa kuficha mpaka pale kama umepata mchongo Simba Yanga watu wanajua kumbe alikuwa Simba, kumbe alikuwa Yanga. Almarhum Mwenyezi Mungu amjalie daraja huko na muepushe na adhabu ya kaburi, Master Tindwa. Ahmed Ally alikuja kusema siku moja kifo kishatokea cha Master Tindwa, asema kuna siku moja Master Tindwa alinitumia message, bwana tunakujadili kwenye magrupu yetu huko. Magrupu gani? Ya Yanga. Ahmed Ally akasema kumbe nikajua huyu naye pia nyuma mwiko. Yani mtu anakuja kujua ameshafariki. Umeelewa? Kwa tutunze sana yale mahaba, kwa sababu hata ukisema una support upande fulani, hamna kitu utafanya uwanjani, upangi koni, upangi kikosi, uchezeshi mpira. Haina maana basi ya kusema wewe uko upande fulani au kuonyesha kabisa mimi naunga mkono upande fulani. Si kweli. Kaka Dauka, shukrani. Shukrani. Umepata wazee.